Okay, mambo vipi? Naamini kabisa uko vizuri. Once again tumekutana hapa tuzungumzie mambo mawili matatu ya kile kinachoendelea katika uga wa kimichezo. Sasa kuna watu ambao walikuwa wanauliza hali ya Clement Mzize anaendeleaje mpaka hivi sasa. Let me tell you kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao walifanyiwa upasuaji mkubwa sana ambao utamweka nje kwa kipindi kirefu sana. Kuna pia wengine ambao niliona timu yetu inasafiri pasipokuwa na Clement Mzize, of course, kwa sababu ilisadikika kwamba atakaa nje kwa kipindi cha wiki 10 mpaka wiki 12 ambazo ukiziangalia kwa haraka ni karibia miezi mitatu. So it's obvious kwamba Clement Mzize anaenda kukaa nje mpaka mwaka 2026. Inakuwa ni mbaya kwa sababu tunamkosa pia kwenye michuano ya CAF kwa maana AFCON, ambayo ukitazama wachezaji wanaocheza ile eneo kwa hapa nchini Tanzania, I think hakuna mtu ambaye anaweza kumudu. Lakini pia hata kwenye kikosi cha timu ya Young Africans unaweza kama unaona kwamba kuna ombwe la ile eneo. Wanaocheza kwenye hayo maeneo wameshindwa kuwa wazalishaji wa moja kwa moja, na mind you msimu uliopita Clement Mzize alikuwa moja kati ya wachezaji ambao walikuwa na mchango kwenye maeneo yote mawili, kwa maana kwenye assist pamoja na kwenye mabao, kiasi cha kwamba alikuwa ni X factor kwenye kikosi ya Young Africans. Alikuwa anaamua baadhi ya mechi ngumu, ikiwemo mechi ya derby dhidi ya Simba na Yanga, ni moja kati ya mechi ambayo aliamua. So wewe ambao ulikuwa unajiuliza kwa nini hujaona jina lake kwenye orodha ya wachezaji ambao wanasafiri ama wamesafiri kuelekea Misri, wacha nikwambie bado anaendelea kuguza jeraha lake, lakini ni ukweli usiopingika kwamba akipona nafasi yake itakuwepo, si tu kwenye timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia hata kwenye kikosi cha Young Africans. Still bado hata kama atacheza kama wingi kama ilivyokuwa zamani, sio ni kama kuna mtu ambaye anaweza kumeka bench. Kama unadhani kuna mtu anaweza kumeka bench, let me know katika comment, tufungue mjadala mpya. Asante, bye bye.